So ladies and gentlemen, kuna ubishi fulani hivi ambao unaendelea mtandaoni kuhusiana na mpango mzima wa lugha gani ambayo inapaswa kutumika hapa Afrika. Ni lugha gani ambayo inazungumzwa na watu wengi zaidi, na vile vile pia kuna ubishani ni lugha ipi ambayo inafaa kuelezwa ama kufundishwa shule zote za nchi zote za Afrika ili zilete ule umoja, ama iwe lugha ambayo itaweza kutumiwa na kila nchi ili ilete ile ambayo itakuwa kama muungano wa Afrika kwa ujumla. Kuna baadhi ambao walisema kwamba Kifaransa kitakuwa kizuri kutumika kwa sababu itatupa ule umoja wa kuzungumza na watu wengine wa sehemu mbalimbali. Hasa wengine vile vile pia wakaja akasema kwamba Kiswahili itakuwa bora kwa sababu nchi nyingi zipo tayari ambazo zinazungumzia Kiswahili, na nyingine pia ikasema kwamba Kizungu kiendelee kutawala kama vile ambavyo watawala wa Afrika walikuwa wameeneza tayari Kizungu ndani ya Afrika, na baadhi wakasema kwamba Kiarabu kinashikilia nambari moja kuzungumzwa kwa wingi Afrika. Hivyo basi shule za Afrika ziweze kufunza lugha ya Kiarabu ili iweze kutumika all over. Tukumbuke tu ya kwamba juzi tu mwezi uliopita kuna baadhi ya wainiaji wa urais ndani ya Uganda ambao mmoja wao aliweza kujitokeza na kusema kwamba endapo yeye atashinda ule urais ndani ya Uganda, basi atafutilia Kiswahili nchini pale na kuelekeza lugha ya Kifaransa iweze kufunzwa shule za msingi mpaka shule za sekondari na vyuo vikuu vile vile pia. Na vile vile pia tukumbuke juma lililopita nchi ya Somali pamoja na rais wao yule waliweza kuongea na kusema na kutamka hadharani ya kwamba lugha ya Kiswahili itaweza kufundishwa shule za msingi, shule za sekondari na shule za vyuo vikuu nchini Somali itaweza kufundisha lugha hino ya Kiswahili. Na ikumbukwe pia vile vile jana nchi ya Mali iliweza kufungia Kifaransa na kusema kwamba Kifaransa hakitofundishwa tena nchini mle. Kama tunavyojua kwamba asilimia kubwa ya watu kutoka nchi ya Mali ambao ni nchi ambayo iko kwenye bara la Afrika wanatumia lugha ya Kifaransa kwa mazungumzo yao ya kila siku, na Kifaransa kikiwa kinafundishwa shuleni. Lakini sasa tunaongea ni kwamba lugha hii imeweza kufungiwa pale nchini, na hivyo basi mwaka wa 2026 lugha ya Kifaransa itakuwa kabisa haiwezi kufundishwa nchini Mali pale. Sasa nimekuja kuleta takwimu hapa, ambapo nataka kukuelezea takwimu mbili ambazo nimezikusanya kwa minajili yako hapa mtazamaji wa KG Chipande, kwa kuhusiana na lugha gani ambayo inatumika, kwa sababu hapa kesi ni ile lugha ambayo inatumika kwa wingi, basi tuungane na hiyo ili wale wengi wafundishe wale waliokuwa wachache, na sote tukue tuna lugha moja na kufuatilia lugha moja. Sasa ubishi ikawa ni lugha tatu ama lugha nne kwa ujumla, ambapo lugha ya kwanza ambayo ilikuwa inaleta ubishi ni lugha ya Kifaransa. Je, ni nchi ngapi na watu wangapi kwa ujumla nchi bara la Afrika wanatumia lugha ya Kifaransa kwa mazungumzo yao? Ni watu wangapi ama nchi ngapi kwenye bara la Kiafrika wanatumia lugha ya Kiarabu kwenye mazungumzo yao vile vile? Na ni nchi ngapi ama ni watu ambao ni wangapi wanatumia lugha ya Kiswahili kwa mazungumzo yao ambayo yanafanya daily communication pamoja na Kizungu ambacho tunajua wazi kabisa kinazungumzwa na baadhi ya wale ambao pekee wameenda zao shule. So kwenye takwimu ya kwanza hapa imenionyesha kwamba Kiarabu ni lugha ambayo inazungumzwa kwa wingi sana kwenye bara la Afrika, ambapo walikuwa hapo wamesuggest na kusema kwamba takriban milioni 3 ya watu Afrika wanatumia lugha ya Kiarabu ili kuzungumza na kuelewana. Na nafasi ya pili ikawa imeshikiliwa na lugha ya Kiingereza ama Kizungu, ambapo kuna watu takriban 237 milioni ambao wanazungumza Kizungu. Na vile vile nambari ya tatu ikawa ni lugha ya Kiswahili, ambapo inazungumzwa na watu takriban 230 milioni ya watu ya bara la Afrika. Of which takwimu ya kwanza
Takwimu ya kwanza itatuonyesha wazi ya kwamba lugha ya Kiarabu ndio lugha ambayo inastahili kutumika bara la Afrika. Kila mtu aweze kujifunza Kiarabu na shule zote za Afrika ziweze kufunza Kiarabu ili watoto wetu waweze kujua Kiarabu, na wale watu wazima pia kama kina KG wajue Kiarabu, na kila mtu ajue Kiarabu ili tuungane sote kwa pamoja kutumia lugha moja ambayo inatumika na watu wengi. Nikaona isiwe kesi nifanye takwimu ya 2024-2025, yani takwimu iliyotafutiwa ama tafiti zilizofanywa mwaka wa 2024 mpaka 2025. Takwimu hapa ilikuwa tofauti, ambapo walikuwa wanasema kwamba lugha ya kwanza inayotumika na kuzungumzwa na watu wengi sana bara la Afrika, acha tuanze na lugha ya tatu mwanzo. Tuanze na lugha ya tatu. Lugha ya tatu wamesema ni lugha ya Hausa, inaitwa Hausa, ambayo Hausa ni lugha inayozungumzwa na watu takriban milioni 80 mpaka milioni 110 ndani ya Afrika, ambazo nchi zinazoongoza kuzungumza lugha hino ni nchi kama Nigeria, Niger, Ghana na Chad. Nchi 4 hizi zinaweza kutajwa hapa. Na lugha ya pili inayozungumzwa kwa wingi sana bara la Afrika 2024-2025 ni lugha ya Kiarabu, ambapo wamesema ni lugha inayozungumzwa na takriban watu milioni 150 za watu kwenye bara la Afrika, ambapo wametaja nchi takriban 6 hapa ambao inaongozwa na Egypt, Sudan, Algeria, Morocco, Tunisia na Libya. Hizi ndio nchi ambazo zimeweza kuorodheshwa ya kwamba wanazungumza Kiarabu kwa wingi. Na lugha ya kwanza inayozungumzwa kwa wingi, utashangaa, ni lugha ya Tanzania ambayo inajulikana kwa wingi duniani kote, lugha ya Kiswahili ama lugha ya Swahili inavyofahamika, ambapo ni lugha inayozungumzwa na watu takriban milioni 200 mpaka milioni 30 ya watu kwenye bara la Afrika. Na wakaweza kuorodhesha nchi takriban 6 vile vile, ambapo walisema ni nchi ya Democratic Republic of Congo, ya nchi ingine ni ya Kenya, nchi ingine ni Tanzania, na nchi ingine ni Uganda, Mozambique na Rwanda. Hizi ndio baadhi ya nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kiswahili kwa wingi sana barani Afrika hapa. Asa kitabu, kalamu, simu, TV ni yako mwenye unanisikiza na kunitazama saino. Nikikupa usia tu ama nikwambie tu, niweke comment section hapo. Unahisi ni lugha gani ambayo ni sahihi, ambayo inafaa ifuatiliwe na ifunzwe shule za Afrika, ili mradi watu wengi Afrika wazungumze lugha moja, ili ilete ile ambayo itakuwa kama mshikamano na umoja kwa pamoja sote. Je, unahisi tuzungumze lugha ya Kiarabu? Unahisi tuzungumze lugha ya Kiswahili? Unahisi tuzungumze lugha ya Kizungu? Ama unahisi tuzungumze lugha ya Kifaransa? Gani ambayo itakuwa bora? Gani ambayo unahisi ya kwamba itakuwa salama kwa kila mtu? Kuna yule ambaye anaitwa Johnson Malema ambaye anatoka nchi ya South Africa kule, ambako ni mpinzani mkuu pia vile wa Ramaphosa, ama upinzani wa kile mwongozo ambao uko pale ndani ya South Africa, ambapo alikuja akatoka hadharani na kusema kwamba Afrika inapaswa ama inalazimika itumie lugha moja, na yeye kama yeye akasuggest ya kwamba Afrika inapaswa itumie Kiswahili ili iwe lugha ya pamoja hapa Afrika. Na vile vile rais wa Somali naye pia aliweza kusimama na kusema kwamba lugha anayotaka itumike Afrika basi ni lugha ya Kiswahili. Vile vile pia ambaye alikuwa rais pale nchini Tanzania ambaye ni marehemu kwa sasa, Magufuli, naye pia vile vile aliweza kushikamana na wenzake, ambapo alikuja akasema anatamani siku moja nchi ama bara la Afrika liweze kuzungumza lugha ambayo ni moja, ambayo ni lugha ya Kiswahili, ambapo itatumika Afrika ama itatumika bara zima la Kiafrika. Nipi ama upi mtazamo wako? Eka kwenye comment section hapo uniambie. It is so ladies and gentlemen, this is KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching guys. Till next time.